نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na kitabu Ahkamul Janaiz kilichoandikwa na Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani, na katika kitabu hichi tumefikia katika sehemu ya 14, yani ad-dafnu wa tawaqi'u, kuhusu suala zima la kuzika maiti na mambo yanayofuatia baada ya hapo. Na darsa tuliyokomea mara ya mwisho ilikuwa ni katika ukurasa 139 katika kifungu cha 92. tulikuwa na maneno yafuatayo: wala yajuzu dafn, na wala haifai kuzika, fil ahwali al-atiya, katika hali zifuatazo, illa li dharura, isipokuwa kwa ajili ya dharura imetokezea, lazima watu wazike, itabidi wazike katika hali hizo pamoja na dharura kuwepo. Haipo dharura kisheria, basi kuzika katika hali hizo itakuwa haifai. Hali zenyewe tukazitaja: alifun, yani sehemu ya a, ad-dafnu fil awqati thalathati, ni kuzika katika nyakati 3. Imekuwa haifai, na dalili ya kutokufaa lihadithi Uqbah ibn Amir al-mutaqaddim, ni hadithi ya bwana Uqbah ibn Amir iliyotangulia nyuma. Kwa wale ambao wamebahatika kuwa na vitabu hivi, hadithi hiyo wataipata katika sahifa 130, na imekuja hadithi hiyo bilafdhi, kwa tamko lifuatalo: wa Mtume kasema alayhi salatu wassalam, 3 sa'atin, nyakati 3, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni maneno ya sahaba hayo, anasema kwamba alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam yanhana,
akitukataza sisi an nusalli fihinna, kusali katika nyakati hizo tatu, au an naqbura fihinna mautana, au kuwazika katika nyakati hizo maiti zetu. Na tukataza Mtume tusifanye hivyo. Nyakati zenyewe ni kama zifuatazo. Kwanza, hina tatlu'u shamsu bazighatan, wakati linapochomoza jua mwanzoni mwake kuchomoza, asubuhi mapema, linatokea upande wa orejua kwenye machweo, kwenye mawio, linaanza kuchomoza mwanzoni mwake. Mtume kakataza vitu viwili, katukataza an nusalli fihinna, kusali katika nyakati hizo, na vile vile katukataza hata kuzika maiti zetu nyakati hizo. Katika kitabu Fiqh Sunna ambacho huwa tunakidurusi siku ya Ijumaa, tulizungumza hikma ya katazo la sala katika nyakati hizi, ya kwamba wakati ule jua linapochomoza, shaitani huwa anainamisha kichwa chake na anamfanya kila mwenye kuabudu wakati ule anamwabudia yeye au analiabudia jua. Kwa hivyo pana hikma maalum ya kukatazwa watu kuzika wakati ule, nani kuswali wakati ule. Hikma ya swala ni hiyo. Na vile vile akakataza Mtume hata kuzizika maiti nyakati zile, na ni muda ambao si mrefu, kipindi kifupi tu, mwanzoni mwa kuchomoza jua kwanza, hata tartafia, mpaka linyanyuke. Na kunyanyuka katika baadhi ya masimulizi yamekuja qadra rumhi, ni kiasi cha urefu wa mkuki. Liinuke juu jua kiasi cha urefu wa mkuki, basi tayari anaweza mtu akaswali swala zake, na kama kuna maiti atakayozikwa itaweza kuzikwa wakati huo, hakuna matatizo yote. Ama ikiwa mtu imemtokezea kuchelewa kuamka alfajiri na akawahi kusimamisha swala yake kabla ya jua kuchomoza, ikawa yumo kwenye kuendelea na swala yake, basi hapo asihofu kitu. Ikiwa yumo kwenye kuendelea na swala, atakuwa hakuingia katika katazo lile. Amewahi kufungua swala yake kwa takbira ihram wakati jua bado kuchomoza, basi ataendelea na swala yake hii. Huo ni wakati wa mwanzo ambao Mtume amekataza kuswali na kuzika maiti zetu. Wakati wa pili, wa hina yaqumu qaimu dhahira, na wakati anaposimama yule msimamaji wa adhuhuri. Si kama kuna kiumbe maalum anasimama, bali hayo ni maneno tu ya Kiarabu. Wakati ule ambapo wakati wa adhuhuri ndio karibu wataka kuingia, na jua liko katikati ya utosi. Mtu akisimama uwanjani wakati wa jua kali, basi kivuli chake huwa hakioni mbele wala nyuma wala kulia wala kushoto, mpaka jua linapotenguka kuelekea magharibi, ndio kivuli chake mtu anaanza kukiona, hicho kinakwenda upande wa magharibi, na ni upande wa mashariki. Jua likendea huko magharibi, basi kivuli kinakuja upande wa mashariki. Lakini kabla ya mtenguko wa jua, anaposimama yule qaimu dhahira, jua katikati ya utosi wa kichwa, pale kwa hakika ni wakati ambao shetani vile vile huwa anaelekeza kichwa chake wakati ule. Kila anaabudia shetani wakati ule. Ni hikma mojawapo iliyotajwa katika kukatazwa watu kufanya ibada wakati ule. Ila kwa upande wa swala, imevushwa siku ya Ijumaa, kwa kuwa siku ya Ijumaa watakiwa waumini waingie msikitini na mapema, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja fadhila
za wanaoingia msikitini mapema siku ya Ijumaa. Siku yoyote kuingia msikitini mapema kuna fadhila, lakini mambo huzidiana. Siku ya Ijumaa mambo huzidi, kwa sababu siku ya Ijumaa tumehitajia matukufu yake, mara nyingi ina mambo hususia, kwamba ni katika siku bora kwa waumini. Siku ya Ijumaa ndiyo ambayo ameumbwa Adam. Siku ya Ijumaa ndiyo ambayo amewekwa katika pahala bora kabisa anapajua Mwenyezi Mungu, na siku ya Ijumaa ndiyo ametolewa pahala hapo kwa kosa lilotendeka. Na siku ya Ijumaa Mtume anasema kuna wakati maalum uliofichwa, hautamwafikia mja mwenye kuamini Mwenyezi Mungu sawa sawa akawa anaomba haja zake zinazofaa kuombwa, haombi mabaya, ikamwafikia kwenye saa hiyo iliyofichwa, basi hapana shaka maombi yake huwa ni yenye kukubaliwa, atajibiwa tu. Pia katika siku hiyo ndiyo siku ambayo itasimama kiyama. Saa ya kiyama itasimama siku hiyo, lakini imefichwa. Kila kiumbe ikifika siku ya Ijumaa huwa wanatega masikio kusikiliza mshindo wa Ijumaa. Leo kuanzia jua kuchomoza mpaka kuzama kutatokea nini? Isije kuwa Ijumaa yenyewe kiyama ni leo. Kila kiumbe kinakuwa alert, ghaira thaqalaini, isipokuwa wale wazito wawili, majini na binadamu, wameghafilika nayo siku hiyo. Ukitaka kupata ushahidi wa umuhimu wa siku ya Ijumaa, ikutoshe kauli ya Mwenyezi Mungu iliyokuja katika sura nzima ikapewa suratul Jumu'ah. Ikutoshe kauli hii, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, wakati itakaponadiwa au wakati itakapotangazwa swala, adhana sasa inatolewa katika siku ya mkusanyiko. Yaumul Jumaa ni siku ya mkusanyiko wa Waislamu kwa wiki, wanakusanyika walio mbali, wanakuja karibu katika nyumba ya ibada. Hawakusanyiki pahala kwa ajili ya pumbao la kidunia, wanakusanyika kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumtaja na kumsabih. Yaumul Jumaa, siku ya mkusanyiko. Basi Mwenyezi Mungu anasema itapolinganiwa swala katika siku hiyo, kwa nyinyi waumini, amri ya Mwenyezi Mungu anakutakeni fas'au, kimbilieni. Basi hakadha bilfai, hivi ndivyo ilivyokuja kwenye aya ya Qur'ani kwa fee, na fee imekuja pale kwa sababu immediately, ala alfawr, pale pale mtu akisikia adhana awache kila alichonacho, fas'au, basi wakati huo huo nenda. Tena mwendo wenyewe wa sa'i, hakutumia Mwenyezi Mungu tamko la famshu ila salati. Mwendo wenyewe si taratibu, ni mwendo wa hima, mwendo wa pupa. Ni kwamba mtu kishachelewa wakati huo, kwa sababu itaponadiwa swala siku ya Ijumaa, ujue imamu ameshapanda kwenye mimbari na ameshatoa tamko la salamu kuwatakia amani ya Mwenyezi Mungu waumini. Ameshawaambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, inaanza adhana katika. Kwa hivyo yule atakayesikia wito huo, ina maana kachelewa. Sasa akimbilie angalau apate hayo mabaki ya ukoko, matandu yaliyopo kwa msikitini. Lakini zile arki za thawabu ameshapitwa, kwa sababu Mtume kasema atakayeingia saa ya mwanzo siku ya Ijumaa msikitini anapata thawabu mithili ya kasri kubwa. Lipigie mfano jumba katika majumba yetu tunayotafahamu mjini, ukubwa wake majumba mijazani, anapata mtu thawabu ukubwa wake majumba kubwa moja thawabu. Atakayeingia saa ya pili zimepungua thawabu, atapata, lakini si kama nyumba lile. Saa ya tatu atapata mtu kama kibanda tu kidogodogo hivi. Saa ya nne kama kibanda cha simu, labda zili kupungua zaidi.
inafika mpaka saa nyingine kama ngamia, saa nyingine kama ng'ombe, saa nyingine kama mbuzi, saa nyingine inafuatia kama kuku, na saa ya mwisho karibu imam kupanda kwenye membari anapata mtu kijiyai, lakini kapata. Wale malaika waliokaa milangoni kuwasajili watu wanaoingia msikitini, kila mmoja na saa yake, na atakwenda kukuta mtu katika daftari lake mpaka nyakati alipokuwa akiingia msikitini vile vile atakuta. Wako watofurahi kuona mambo mazuri sana katika attendance nzuri ya sala, na wako watokunjia uso na huko wataka hata kuyaona, kwa sababu kila siku yeye kapitwa rakaa nzima, kila siku yeye kapitwa rakaa mbili, kila siku yeye anapiga makelele tu basi, inna Allaha ma'a sabirina, usalli fadha kadha Allahu akbar. Maisha kwenye buku lake atakuta rekodi yote imeandikwa, na hatopenda kuangalia mambo yale, atayachukia mno. Lakini wako watu watafurahia mno, kwa sababu Mtume kasema katika hadithi nyingine, khairu buq'atin min buqa'il ardi almasajid, katika eneo lililokuwa bora zaidi katika maeneo ya ardhini ni misikitini, na walio bora awwaluhum dukhulan, ni wale wanaoingia mwanzo daima, wa akhiruhum khurujan, na kutoka wanatoka mwisho. Kinyume cha wabora wao, washari wao ni wale wanaochelewa kuingia misikitini, na halafu katoka mwanzo baada ya salamu tu yalla kapatuka, anacho kikimbilia hakijulikani hasa kitu gani. Lakini wale ambao wanaingia mwanzo, kisha baada ya sala za fardhi wakaswali sala za sunna zao, wakakaa kitako, wakamdhikiri Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa dhikri zilizokuja kwa mafunzo ya Mtume, wakaleta istighfari zao, wakaomba dua zao, kwa hakika malaika huwa wanawasalia watu hao, madhali hawajatoka na upepo pale, na madhali hawajaudhi kwa jambo lolote la bid'a katika wakati ule. Lakini wakiudhi, basi malaika wanaacha kumtakia rehema na maghfirah. Kwa hivyo siku ya Ijumaa imevushwa katika nyakati ambazo watu wamekatazwa kuswali swala yoyote katika nyakati hizo, na wakati huo ni katika pale ambapo yakumu qaimu dhahira. Imevushwa siku ya Ijumaa kwa sababu watu wanatakiwa waingie na mapema, na akiingia na mapema mtu msikiti wa Ijumaa wowote ule, anatakiwa jambo la mwanzo kabisa asikae kitako, ila awe ameswali rakaa mbili tahiyatul masjid. Baada ya hapo anao uhuru wa kuinuka kuswali rakaa nyingine mbili na nyingine mbili kadiri awezavyo, au katika rakaa mbili hizo za tahiyatul masjid, ikiwa anacho kitu kahifadhi kirefu, itapendeza kukitumia katika rakaa mbili hizo. Na hususan katika siku ya Ijumaa kuna hadithi ya matukufu na khawasi ya sura al-Fatiha na al-Kahfi. Kama ataweza mtu kuisoma ndani ya swala rakaa mbili tahiyatul masjid, itakuwa ameleta jambo kubwa mno, na kama hakuweza kuhifadhi, basi anaweza kutizama msahafu vile vile. Kwa hivyo kila mwenye kuingia msikitini kwa kuwa atakiwa asali, basi wako wanaoingia wakati ule qaimu dhahira, na bado anakuwa kapata mapema, bado kabisa imamu kwenye qaimu dhahira hajapanda kwenye membari bado, kwa sababu sala ya Ijumaa haiwezi kuhutubiwa hutuba yake mpaka wakati wa adhuhuri umeingia, jua liwe limekushageuka. Kwa hivyo siku ya Ijumaa imevushwa kwamba haimo mtu kwamba ameingia makosani kwa kuswali wakati ule qaimu dhahira. Akiweza yeye mwenyewe mle msikitini kujua time hii ndiyo qaimu dhahira, akasubiri kidogo dakika 5-6 mpaka 7 mpaka 10, basi itakuwa ni aula. Lakini kwa hakika haingii makosani kwa sababu imevushwa siku ya Ijumaa. Huo ni wakati wa pili. Mtume amekataza kuswali na kuzika maiti hatta tamila shamsu, mpaka jua limili upande wa magharibi. Na wakati wa tatu, wahina tudayifu shamsu,
na wakati ule linapoinama jua lilghurubi, kwa ajili ya kuchwa wakati wa magharibi. Mtume vile vile wakati ule amekataza kuswali hata taghrub, mpaka jua lizame. Kuna baadhi ya maimamu kama Imam Shafi'i, yeye amesema mimi nahitaji sala ambayo itakuwa ina sababu maalum, kwa kuwa mtu akiingia msikitini, Mtume kamwambia fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, asikae kitako mpaka kwanza asali rakaa mbili. Basi anasema rakaa mbili hizi ni zina umuhimu maalum. Umuhimu wa rakaa mbili hizi katika siku ya Ijumaa, Mtume yuko juu ya mimbar na kutubu, kaingia mtu amekaa msikitini, Mtume anamuona, alikata khutba yake. Na inajuzu imam kukata khutba ikiwa ameliona jambo katika dini linaharibika, atakulitengeneza, anaweza kuzungumza nao Waislamu kwa jambo lile. Mtume akamuuliza yule bwana, umeshaswali rakaa mbili? Akajibu bado. Akaambia kum fasalli. Umuhimu wake ni kwamba hata imamu anaendelea na khutba, wewe swali pale mbio mbio ili upate kumaliza usikilize khutba. Lakini ni muhimu sana rakaa mbili zile ziitwazo tahiyatul masjid. Imam Shafi anasema hizi rakaa mbili mimi nazivusha katika jambo la nahi. Maimamu wengine wamekataa, wamesema kwamba swala yoyote imekataa, swala yoyote basi. Imam Shafi amevua na baadhi ya wengine vile. Tayeb, basi na wakati ambapo jua linainama au linaelekea upande wa magharibi, lilghurubi hatta taghruba, mpaka lizame kabisa. Hizi nyakati tatu, ingawa swala tunaizungumza sana, na vile vile Mtume kakataza kuzika maiti katika nyakati tatu hizi. Na si muda mrefu, wakisubiri kidogo tu watu walitazama au litatenguka kwa mtenguko wa dhuhuri, au litachomoza liwe kiasi cha mkuki wa asubuhi. Si muda mrefu kwamba watu watapata taabu, watateseka. Hapana, muda mfupi tu. Anaendelea Albani kusema wal hadithu dhahirun, na hadithi hii iko wazi wazi. Dhahiru dalalati, ni dalili ya wazi wazi kabisa, ala ma dhakarna, juu ya ambayo tumeyataja. Halafu anasema waqad dhahaba ila dhalika Ibn Hazm, na amekwenda kwenye kauli hiyo hiyo kama tulivyosema sisi. Mtume kakataza kuswali na kuzika maiti nyakati hizi kama tulivyosema sisi. Ameyataja hayo Ibn Hazm fil Mahalli, kwenye kitabu chake alichokiita al-Mahalli, kwenye saifa kadhaa. Wa ghayruhu, na wengine wasiokuwa yeye minal ulama katika wanavyuoni. Anaendelea kusema Albani kwamba wa minat ta'wilati al-ba'ida, na kuna ta'wili, yani tafsiri ya kuyafasiri maneno ya Mtume aliyoyatumia katika 3 saati, kakataza kuswaliwa na kuzika maiti. Kuna ta'wili imekuja, tumeizungumza darasa lililopita, lakini naweka sawa ili tupate pa kuondokea. Anasema Albani katika ta'wili zilizokuwa mbali kabisa na kusibu, bali albatila, sio kwamba ziko mbali tu, bali ni ta'wilati batila, zilizokuwa batil, haziwezi kukubalika kisheria. Qawlu ba'dihim, ni neno la baadhi yao wanavyuoni. Qawluhu, aliposema mmoja wapo, tamko hili ametukataza Mtume, an nusalli fihinna au an nakbura. Aliposema au an nakbura, au tuzike au tusizike katika kanisa maiti zetu, kuna tafsiri inafasiriwa maana ya nakbura ay nusalli, yani tusiswalie jeneza vile vile, kenda pale pale kwenye kuswali vile vile. Maana ya nakbura kuna tafsiri na kwenda nusalli. Hii kwa hakika Albani anasema ni ta'wili iliyokuwa mbali na haki, bali ni ta'wili ambayo ni batili. Anasema qala Abul Hasan as-Sundi, amesema Abul Hasan as-Sundi ya kwamba wala yakhfa, na wala haifichikani, annahu ma'ana ba'idun, si kama yeye Albani peke yake. Amesema Abul Hasan as-Sundi, maana hii kwa hakika iko mbali kabisa. Kusema kwamba au an nakbura bimaana au nusalli,
hii kwa hakika iko mbali kabisa. Yaani nakusudia kwamba kuzika pale hapana neno, kilichokatazwa pale kuswalia. Haya, sasa maiti atazikwaje kabla ya kuswaliwa kikawaida? Si sharti kwanza aswaliwe kwanza? Sasa wakati ule kama utakuwa ndo unazika, ina maana vipi? Yaani wao wamechukulia kwamba wakati huu ni wakati ambapo wamekatazwa kuswalia tu swala yoyote ile mpaka swala ya jeneza, lakini sio habari ya kuzika. Wakati wa kumtia maiti katika kaburi wao wamesema kwamba la, sio hivyo. Mtume katamka waziwazi kwamba an-nusalli fihinna au an-nakbura fihinna mautana, au kuwazika nyakati hizo maiti zetu. Iko taawili isemayo nakbura au an-nusalli. Abul Hasan as-Sundi anasema wala yakhfa annahu ma'na ba'id, na wala haifikikani kwamba maana hii iko mbali. La yunsaqu ilayhi dhahn, haiwezi kabisa kabisa kuchungwa kauli hii na akili ya mwanadamu aliyetimia. Min lafzi alhadithi, kutokana na tamko la hadithi lilivyokuja. Qala ba'dhum, amesema baadhi ya hao, yuqalu, kwani husemwa qabirahu idha dafanahu. Tamko la qabira idha dafana, mtu anapomzika mtu, ndiyo maana tamko la Kiarabu qabira. Hata kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu ameeleza tamko hilo kwa maana ya kuzika na sio kuswali. Ni kwamba kutila al-insanu, amelaaniwa mwanadamu. Ma akfara, ni kiwango gani ukafiri wake ulipofikia? Anakikataa kitu gani? Min ayi shay'in khalaqa, kutokana na material gani, chombo gani Mola wake amemuumbia? Anakataa nini binadamu? Ukafiri wake hasa kipi atakikataa? Min ayi shay'in khalaqa, kutokana na nini Mola wake amemuumba? Ikiwa atajua na atakaja waziwazi, au atakaa kimya, au atakaja kwamba yeye katokana na chimpanzi na hivi na hivi, tutamwambia waziwazi min nutfati, sio chimpanzi wala sio pale pengine, ni kutokana na mbegu ya uzazi. Nutfa, funza. Tena funza wenyewe hawezi kwenda yeye mwenyewe, amesukumwa mimmain dafiqin, mimmain mahin, amesukumwa na maji ya chupayo kwa kasi mno, maji ambayo dhalili yenyewe. Funza amesukumwa na maji hayo kwenda katika rihamu, fuko la uzazi. Min ayi shay'in khalaqa, min nutfatin khalaqahu faqaddara, amemuumba Mola wake na akamkadiria umbo lake liweje. Tumeizungumza sana aya hiyo katika tafsiri ya sura Abasa, siku zake tafsiri. Faqaddara thumma sabila yassara, kisha njia Mwenyezi Mungu akaifanya kuwa rahisi. Ima njia yenyewe ya kujia duniani ni pahala patapo kupita kiumbe kwa zile sentimita zake alizonazo, alizokalia tumboni kwa muda miezi 9. Kuna aliyekuwa na kilo 4, mwingine 5, mwingine zaidi ya 5. Inabidi baadhi ya wakati kitumike kisu. Anaambiwa mwanamke hamzai mtoto abadan, amefikia kilo 5 au zaidi yake, anaambiwa hapana, hawezi kumtema huyu, inabidi kitumike siza. Njia hiyo Mwenyezi Mungu anaisema ameirahisisha ya kujia duniani. Nini hasa kinachompa mwanadamu kukanusha? Au njia yenyewe ni ile njia ya kutambua haki na batili iko wapi? Kaifanya Mwenyezi Mungu nyepesi mno, hakumtaabisha binadamu apate taabu kuipekua, apate taabu kumtambua Mola wake aliyomuumba, apate taabu kujua ibada, hata rahisi mno vile vile. Thumma amatahu, kisha Mwenyezi Mungu anamfisha mja wake, na baada ya kumfisha faaqbara, anamtia kaburini. Tamko letu lililotuleta tufike mpaka kwenye aya hizo ni hili, faaqbara. Waarabu wanasema qabirahu idha dafanahu, amemweka kaburini, yani anapumzika, na sio kwa maana qabirahu idha salla alayhi. Wapi kusalia na wapi qabira?
Kwa hivyo Albani anaikataa ta'wili isemayo kwamba mtume katukataza an nakbura fihinna, kuwazika katika nyakati hizo. Kuna ta'wili isemayo kwamba an nusalli fihinna, kusalia katika nyakati hizo. Na pale Mwenyezi Mungu ametaja waziwazi summa amatahu fa akhbara, yani amekuja kuoanisha kwenye aya nyingine, anamsitiri pale binadamu kwa kumweka kwenye ardhi ili asiwe ni chakula cha wanyama pori. Amekuwa binadamu ni kiumbe mwenye thamani mbele ya Mwenyezi Mungu tokea uhai wake mpaka baada ya maisha yake kidunia, mpaka maiti yake pia bado Mwenyezi Mungu anaihifadhi, anaisitiri. Hakuiwachia ni mzoga tu kwa ajili ya mapori, la, anaisitiri. Akaja akaoanisha kwenye aya nyingine akasema alam naj'alil arda kifata, je, hatukuifanya hii ardhi kuwa ni chombo chenye kuhifadhi mambo mengi, ahyaan wa amwata, ni chombo chenye kuhifadhi walio hai na waliokufa. Ina maana pale fa akbara ni kumtia kaburini kwenye handaki la ardhi, kuonesha waziwazi kwamba ardhi imewekewa jambo la kusitiri miili ya viumbe binadamu na kadhalika na kadhalika. Wala yuqalu, anasema Albani ya kwamba qarabu, na kauli iliyo karibu inayokuja kwenye maana anna alhaditha, kwamba hadithi ile yamilu ila qauli Ahmad, inaweza kumili ikaelekea kwenye kauli ya Ahmad wa ghairihi na wengineo, anna dafna, labda mtu aseme kidogo itakuwa ina uzito fulani, kidogo inakaribia kwenye maana anna dafna, ya kwamba kuzika makruhun, ni jambo lenye kuchukiza, fi hadhihi alawqati, katika nyakati hizi. Labda kauli hiyo itakuwa kidogo na uzito, sio kusema an nakbura kwa maana kakataza mtume kusalia, la, an nakbura kuzika hasa. Tuliwahi kuyapitia maneno haya yaliyoko kwenye nambari 1, maneno ya chini ya kitabu pale, tukasema ya kwamba Albani hapa ameweka ufafanuzi. Qultu, anasema mimi nimesema hapa, وقد رد ذلك التأويل الإمام النووي, تأويل يكسيما يقوم أن نكبر بمعنى أن نصلي، أميريكش تأويله إمام النووي رحمه الله. أيضا vile kairejesha mbali ya huyu Abu al-Hasan as-Sundi, Imamu Nawawi ameikataa ta'wili ile kusema kwamba an-nakbura bimaana an-nusalli, la, sio. Na hapo haambiwi mtu kwamba anatukana wanavyuoni, anawadharau wanavyuoni wenziwe, la. Jambo la dini kwa hakika lataka uadilifu mkubwa, lataka mtu akae upande wa kukubali haki inapomjia. Inamkataza kabisa mtu dini kushikilia taasubi za kabila lake, taasubi za madhehebu yake. Asijakadhani mtu kwamba anaposahihisha kitu kwa kutumia dalili katika dini kwamba kadharau mtu kawatukana, la. Kina Imam Nawawi, kina Albani, kina Abu Hasan Sundi si kama wanatumia dharau na kebehi kuwakejeli wenzi wao waliosema hivyo, la, ni kwamba katika dalili haikubaliki. Imam Nawawi vile vile amekataa ta'wili ile kusema nakbura bimaana an nusalli, hapana, iko mbali kabisa, bali ni batil. Lakini sasa Albani anasema Imam Nawawi ameirejesha kauli ile, walakinahu, lakini yeye Imam Nawawi fi sabili bayani dhalika, katika njia za kubainisha hayo, wakaa, amekuja kutumbukia na yeye fi ta'wilin akhara, katika tafsiri nyingine. Tafsiri hiyo yushbihu hadha, inashabihiana na ile anayoirejesha kuipinga, au iddaa, amedai dawa, madai ghaira thabitatin, yasiyo thibiti, naye vile vile hawezi kuachiwa.
aliyekuwa hawezi kupingwa katika jambo la sheria la kidini mtume wa Mwenyezi Mungu peke yake. Basi mwingine yoyote kauli yake kama imeonekana imekwenda kinyume na ya mtume, imekwenda kinyume na Qur'ani, itaikuwa sawa. Na kwa ikuwa sawa kauli yake ni kwa maana anatakaswa, anasafishwa, asije kaingia kwenye ikabu ya Mwenyezi Mungu huko mbele anakwenda. Yoyote mwingine anaweza kabisa kusawazishwa kauli yake ila mmoja tu peke yake, mtume wa Mwenyezi Mungu Nabii Muhammad. Ndiyo yeye aliyepata ithbati kwa Mwenyezi Mungu, ametumwa na Mola wake, na ni kwamba amehifadhiwa na Mola wake. Kwa hivyo yeye wama yantiku anil hawa, anapotamka hatamki kwa kuwa imemjia shahawa ya nafsi yake, kapenda jambo kujisemea ovyo kama tunavyosema sisi wengine. Pengine kuna baadhi wakati tunatumia kitu kupenda, hivyo mtu ndivyo alivyopenda, ndivyo anavyokutia konde wake, basi yeye hatamki kwa sababu amependa. Mwenyezi Mungu anasema in huwa, halikuwa alololisema Muhammadi illa wahyun, isipokuwa ni ufunuo, yuha, uliofunuliwa kwake yeye, na mfunuaji wa siri hiyo ni Mwenyezi Mungu, si sawa sawa na mtu mwingine. Na ndiyo maana mtume akasema man kadhaba alayya mutaammidan, yoyote mwenye kuzua uongo juu yangu mimi kwa maksudi, ikiwa hakujua masala mengine lakini anajua hakika anasema uongo, kisha anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama huyu ameleta hatari katika dini, kwa sababu atawafanya watu waone kwamba ili jambo ndilo linalo proof mtume kasema, mtume ambaye wama yantiku anil hawa, Mola wake anasema atakayesema uongo dhidi juu yangu mimi kwa maksudi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, na atayarishe makalio yake kukalia moto wa jahannam. Sikubali, 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 kwa sababu kauli yake mtume ni sheria, kauli yake mtume haipingiki ila anapokuja katika mazungumzo ya kidunia, si amri ya ibada. Anatumia rai yake mwenyewe vile anavyoona. Sasa yeye ni binadamu kama binadamu mwingine, yumo katika mambo ya mawazo, mashauriano, fikra yake yeye binafsi, si wahi. Hapo mtume anaweza akapewa rai na binadamu kama yeye, na huenda rai za wengine zikawa zimesibu, zikawa aula kuliko yake yeye, hapo anapokuwa katika binadamu sasa. Na hayo yamepatikana mara nyingi katika uhai wake. Katika mara hizo ni pale walipowateka Waislamu makafiri 70 katika vita vya mwanzo kabisa, vita vya Badr. Walipowateka makafiri wale 70 baada ya kuwaua 70 wengine, sasa imekuja suala wafanywe nini mateka wale. Zikaanza kutokea rai za watu wenye busara, si kama wanasema kwa sababu ya chuki au mapendeleo, la. Busara za watu walikuwa masahaba wengi hawakupenda kabisa mambo ya kuuana uwana. Ikiwa hapana budi, amri imekuja ya Mwenyezi Mungu ya kupiana bwana, hawakulipendelea jambo hilo, wakiona kwamba tunapata faida gani kumuua mtu mateka. Tuchukue fidia, kikomboleo, tuanze kujiestablish, tuanze kujisimamisha vizuri katika dunia, tuanze kuweka dola, tuanze kuweka baitul mal. Uislamu hauna kitu, tunawaua mateka, hatuna kitu. Unaonaje tukawaambia jikomboeni, tukuachieni mwenda zenu kafiri wenu, hatukulazimisheni kusilimu sisi? Rai hii ilikubalika na wengi, na mtume akawa yumo kwenye upande wa rai hii ya kuchukua mateka. Baadhi ya watu wakiwa wanaongozwa na Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yeye kwa hakika alikuwa anasema mimi nina rai kinyume na kuchukua fidia. Si kama hapa atakuwa anampinga mtume, hapa panazungumzwa mushawara wa amruhum shura bainahum, na mtume kaambiwa na Mola wake washawirhum fil amri, shauriana nao katika mambo mbalimbali.
Kisha mtume akasema, na waislamu popote watakapokuwa duniani, maghaba man istashara, hatopotea mwenye kutaka ushauri kwa wenziwe, jambo lake likimtanza awaite watu maonaji awaambie. Maghaba, hatokwenda komba abadan. Mambo Mwenyezi Mungu ameagawa bwana. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, na juu ya kila mjuzi kuna mwingine amemzidi, hata kama kampita kwa umri, kamzidi kwa pesa, kamzidi kwa ilmu, kamzidi hivi, lakini kuna baadhi ya mambo huja ikatoka rai kwa mtu wa chini, na aliye juu inabidi anaiona ama hapa kweli mwenzangu ana mbali. Sayyidina Umar anasema kwamba hawa wauawe, wametuadhibu siku nyingi, wametuangaisha siku nyingi, wametuulia watu wetu sana, tuwaache huru wajikomboe, wende wakavute nguvu tena mara ya pili, waje tupige tena. Hawa ninavyoona mimi kwamba wauawe wote, tena kuwa wenyewe. Nipeni jamaa yangu alionihusu sana nimuue mimi, na kila mwenye jamaa yake kafirini kule alomhusu sana apewe upanga mkate kichwa. Hivi ndivyo itavyoonekana kwamba huko katika Uislamu kuna uadilifu wa kutosha. Bwana Mtume akakubali raia wengi na akaikataa ile ambayo ilikuwa ni minority, wachache wako upande wa Sayyidina Umar, wengi kina Abubakar Siddiq na nani wakawa upande kwamba ikubaliwe fidia, wakachukua fidia. Zikateremka aya za Qur'ani kuvunja kule alikokuwa mtume na majority Mwenyezi Mungu anavunja, ilikuwa si barabara kwa aya, ma kana linabiyin, haiwi kwa mtume yoyote, sio wewe Muhammad, kwa wewe na kwa wale utakulia kabla yako vile, an yakuna lahu asra, kuwa yeye awe na mateka na kuchukua fidia, hatta yuskhina fil ardi, mpaka atapota mizizi akawa na nguvu katika ardhi. Hapo atachagua kuwaachia watu free au kujikomboa. Fa imma mannan ba'du wa imma fidaan, akitaka atawaachia watu hivi hivi ndenzenuni, au atawaambia toa kiasi kadhaa kadhaa, toa kadhaa kadhaa, watu wapate kujikomboa. Hatta yuskhina fil ardi tabtaghuna arada alhayati dunya, nyinyi mwataka mpate pato la kidunia, kuchukua fidia ndo nini? Yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora zaidi. Mwenyezi Mungu alikaribia mpaka akafika kusema, laula kitabun min Allahi sabaqa, laiti kama si maandiko ya Mwenyezi Mungu yaliyotangulia nyuma. Maandiko gani? Yule ambaye amejitahidi akakosea hateswi, madhalika jitahidi tu. Lakini kama si maandiko hayo, lamassakum fima akhadhtum adhabun adhim, ingekuchukueni kwa mlichokichukua fidia, ile adhabu kubwa. Vipi mwachukua fidia? Bwana Mtume aliwaambia masahaba wake, kama si aya hii, laula kitabu min Allahi sabaqa, basi tukiangamia sote tuliokwenda upande huu, angebakia Umar na wenziwe. Kila anapotumia Mtume rai ya kidunia, iko haja imeruhusiwa kuzungumza naye kama ni binadamu, na ukampa mawazo ambayo unayoona wewe, na akiona kwamba yanakubalika maakul anayachukua. Lakini sipo katika pahala pa dini. Anapozungumza dini, Muislamu huwezi kutia lako. wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Katika dini sasa haiwezi kuwa kwa muumini mwanamme wala muumini mwanamke, anapohukumu Mwenyezi Mungu na mtume wake jambo, idha qada Allahu wa rasuluhu fakat, hakuna mwingine watatu. Haiwezi kuwa kabisa ayakuna lahumul khiyaratu min amrihi, awe na uchaguzi, anachagua katika jambo lake au katika jambo lao waumini. Lakini mtume amerekebishwa katika mambo aliyotumia rai yake si wahi. Hata wakati alipochagua katika vita hivyo hivyo Badri kuweka kambi ya waumini kabla ya vita kuanza, basi alichagua pahala ambapo watu walipoona hapafai. Kachagua nje ya maji. Masahaba wanamuuliza, ya Rasulullah, kwa heshima zote na kwa taadhima zote tunakuuliza, hatukuoni mpumbavu wala hatukuingilii katika jambo la ibada gani?
hapa umekaa kwa wahi au kwa akili yako? Mtume akamwambia si kwa wahi, kwa akili yangu. Masahaba anamwambia hapa kwa sisi tunaona hapa fai, na sababu zetu ni kwamba hawa tunaopigana nao hawana imani, hawa ni makafiri. Hichi kitu azizi maji, kama tutawaachia wao wakihodhi, sisi hatuonji funda hata moja. Hawatakuwa na imani kutugea maji, sisi tutakufa na kiu kabla vita kuanza. Unaonaje kama tutavunja kambi hapa tukazunguke sisi kwenye maji tuwe nayo sisi? Ama sisi kwa hakika ukitaka maji tutakusikiliza mtume tu hapa au si wapi, lakini wao wakiacha mkononi maji tumeumia. Mtume akainama akamwambia kweli, na hapa sikutumia mimi wahi, nimetumia akili yangu, twendeni kwenye maji. Mtume akavunja kambi, anakwenda kwenye maji sasa. Na naam, yametokezea yale wakati waislamu wameshakamata maji, makafiri kufika pale jua kali jangwani, uwanja wa Badr unawaka moto, wanakuja mmoja mmoja wanaomba msaada wa maji. Masahaba walikuwa wamechacha jamaa asipoe kitu mtu. Mtume akamwambia hapana, maji msiwazuilie, wapeni. Kunywa shibe yako na chukua mengine yatakayo kawape wenzio. Yule anakuwa ruksaira na mambo makubwa sana, mambo ya ajabu haya. Anaanza kuvurugika imani yake pale pale. Vile vita imekuwa sasa ana withdraw katika brain yake, na anaona sasa hapa piganiki na watu hawa. Maji hakutuzuilia, na sisi maadui zetu tumekuja hapa katika uwanja huu kupigana, kuuana. Kwa hivyo kwa ufupi ni kwamba yoyote kauli yake Muislamu aelewe wazi, inaweza ikarejeshwa, tofauti na watu wengine katika dini. Wamewapa watu madaraka ambayo hata Qur'ani kama imeamua, hata mtume kama amesema, maimamu wao ndio wanaowafuata na kuwasikiliza. Hawasikii Qur'ani, hawasikii chochote. Huko kwa hakika ni kuzama, ni kuangamia kabisa. Imani ya Kiislamu inakuwa haipo tena, shafutika kabisa. وأذان العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. Anasema Albani, Imamu Nawawi amerejesha, lakini amekuja na taawili nyingine inayofanana na hiyo anayoipinga, au itakuwa amedai madai ambayo ghaira thabitatin, yasiyothibiti. Faqala, akasema fi sharhi Muslim, katika sharhi ya Muslim. Kasema nini Imam Nawawi? Amesema qala ba'dhum, wamesema baadhi ya wanavyuoni, innal murada bil qabri, hakika madhumuni ya kutajwa pale kaburi, yani mtume kakataza, au an nakbura fihinna mautana. Innal murada bil qabri, wamesema watu wengine kama madhumuni ya muradi ya kabri pale salat al janaza, ni swala ya jeneza. Imam Nawawi anasema wa hadha dha'ifun, kauli hii, tafsiri hii ni nyonge. Anairejesha hapo kwanza. Kwa nini ikawa nyonge? Anasema Nawawi, li anna salata aljanazati, kwa sababu swala ya jeneza, la tukrahu fi hadha alwaqti, haichukizwi kuswaliwa katika wakati huu, bil ijma'i, kwa makubaliano ya waislamu wote au maimamu wote au masahaba wote. Hii kwa hakika ndiyo kauli ambayo Albani imemshtua sana. Anamuona Imam Nawawi kupinga kwake kote alikopinga imekuwa ameshabihiana na ambacho anakipinga, au amedai madai ambayo hayakuthibiti. Kairejesha kwamba ni dhaifu kusema kwamba an-nakbura, yani nusalli, lakini kasema sababu yenyewe swala ya jeneza haichukizwi kuswaliwa wakati huu bil ijma'i, kwa kauli, kwa makubaliano ya wote. Kwa hivyo fala yajuzu tafsiri alhadithi, haifai kuifasiri hadithi ya mtume hiyo au aliotoa sahaba bima yukhalifu alijmaa, kwa kauli ambayo inakwenda kinyume na makubaliano ya wote. Bali sawabu, bali kauli iliyosibu, anna maanahu, ya kwamba maana yake itakuwa taammudu taakhiri, ikiwa mtu atakusudia kwa maksudi kuchelewesha ad-dafni, kule kuzika, ila hadhihi al-awqati, mpaka kufikia nyakati hizi,
zilizokatazwa. Akaendelea Imam kusema kama yukrahu, kama vile vile inavyochukiza taammudu taakhiri al-asri, kuichelewesha kwa maksudi sala la asiri, ila sfirari shamsi, mpaka jua linapoanza kupiga rangi ya manjano, bila udhrin, bila ya udhuru wowote. Imamu Nawawi anasema fa amma idha waqa'a ad-dafnu, ama itapotokezea kuzika, fi hadhihi al-awqati, katika nyakati hizi, bila taammudi, bila kukusudia, fala yukrahu, itakuwa hapachukizwi. Hapa ndipo pahala ambapo Albani amemuona al-Imamu Nawawi kwa nia nzuri kabisa, si kama anamtukana, si kama anamvunjia heshima, si kama anamdharau, si kama kajifanya yeye bora kuliko Imam Nawawi. La, huu ni uwanja wa dini. Hapa si pahala pa mchezo, si pa maskhara. Hawezi mtu kupita na kauli yake na rai yake ila alete visimamisho vya dalili, ima aya ya Qur'an, kauli ya Mtume, ndio anataka kupita. Hivi tu watu wataweka defense, watalinda, watahami dini vizuri sana kwa mujibu Mwenyezi Mungu alichowawezesha. Watalinda kabisa, hawezi kupita mtu ovyo ovyo. Ndio masala ya dini yalivyo. Tutakuja kumwangalia Albani namna anavyoirekebisha kauli hii ya Imam Nawawi. Kidogo iko taarifa nazuia darasa kwanza, iko taarifa kidogo muhimu. Taarifa hii tunaye mwenzetu hapa, khatibu wetu wa membari, ambaye hivi sasa yuko masomoni chuo kikuu Dar es Salaam. Yeye ni Bakari Kombo, Maalim Bakari Kombo, yuko masomoni Dar es Salaam. Huko nyuma kuna kadhia ya nyumbani kwake imetokezea, mkewe yuko katika hali mbaya sana hospitali. Kwa taarifa nilizozipata ni kwamba mkewe amejifungua mtoto siku za nyuma hizo, kiasi mwezi mmoja na zaidi sasa. Mtoto huyo hakutimia, alikuwa miezi 7 na hakuishi. Akawa hali yake ni duni sana, na baada ya siku kiasi cha 40 hivi, kiasi baada ya kuzaa, akapigwa na tumbo la kolera, akaharisha sana, akatapika sana, kiasi ambacho alikuwa katika hali ya kutisha. Limetokezea jambo ambalo kwa makosa kabisa, sijui ilikuwaje. Kule hospitali Kivunge alihitajia msaada wa damu na alipewa damu grupu C yake. Hivi vitu siku hizi ni marufuku, sijui ilikuwaje wakakubalisha madaktari. Yeye grupu yake ni A, akapewa AB. Matokeo yake alipoteza kabisa fahamu kwa siku kadhaa. Yuko Mnazi Mmoja sasa hivi juu kabisa kwenye matumbo, na hali si nzuri, bado hairidhishi. Ila kuanzia jana, ripoti niliyoipata jana ni kwamba ameweza kuja juu, na ameweza, daktari amemruhusu kula kwenyewe imekuwa anakula kwa tabu kidogo kidogo, lakini ripoti tulizopata ni kwamba shida iliyopo ni kwamba kuki-afford chakula kile chenyewe. Pia matatizo upesi sisi msikitini hapa, baada ya kupata kitu kama hicho jana, tuliweka kikao cha dharura, tumeashaanza kugharimia hiyo habari ya kupatikana chakula upesi. Jana tumegharimia, tumetoa fungu maalum kwa ajili ya kufanya hivyo. Lakini taarifa nyingine iliyokuja kwa jamaa zake leo ni kwamba inahitajiwa damu halan, kwa sababu ana kiasi cha 1.3, kiasi cha 23, kiwango kibaya sana kwa binadamu. Kwa hivyo taarifa hii inatuhusu sote, ya kwamba mwenzetu anahitajia damu, na mgonjwa jina lake ni Fatima Yakubu. Atakayekuwa mdhamini asubuhi hospitali pale ni mtu anayeitwa Ame Khamisi. Ataonekana pale panapotolewa damu chini. Wapatikane vijana
wende wakafanya kazi hii ya fi sabilillah yenye ujira mkubwa. Ujira wenyewe Mwenyezi Mungu ameutaja hivi: man ahya an-nasa fakaannama man ahyaha, mwenye kuihuisha nafsi moja tu kwa kumsaidia mtu kupata uhai wake, fakaannama ahya an-nasa jamia, kwa mtu mmoja mtu anapata thawabu la kama kwamba amewahuisha watu wote. Na vile vile akimuua mmoja vile vile ikawa yeye ndio sababu ya kuuawa, ya kufa mtu, basi fakaanna vile vile inakuwa kama kwamba amewaua watu wote, fakaannama qatala an-nasa jamia. Kwa hivyo sisi msikitini kwa upande wetu, kila atakayekuwa amepasishwa anayo damu ya kuweza kutoa na mtu mmoja, ya Allah itakuwa fanti moja, hatotoka mtu mmoja zaidi ya fanti moja. Atakayepasishwa atoe damu hiyo, sisi hapa msikitini tutachukua jukumu la kumpa kitu chochote kiasi cha kwamba na yeye akahangaikie kukirejesha alichokitoa. Tutampa kitu maalum kama kawaida yetu tunaofanya kila mara. Wale wanaotoa damu hatuwaachii hivi hivi, bali mkeza kwao hutunzwa, humpa kitu na yeye vile vile akajitafutie vitu vya kurejesha kidogo damu yake. Kwa taarifa hiyo, nataraji ujumbe umefika kwetu sote. Basi kwa hivyo mwenzetu, khatibu wetu, mkewe yuko katika critical condition, anahitaji damu. Kwa hivyo kesho insha Allah asubuhi mapema kule hospitali atakuweko Ame Khamisi, ambaye huyo ni jamaa yake, ndiye atakayeongoza mambo yote kwa watoaji wa damu. Sana sana itakuwa ni watu wawili pengine au watatu basi au wanne. Tunakumbushana vile vile michango yetu kwa ajili ya kuendesha mambo hapa fi sabilillah inaendelea kama kawaida, na wakusanyaji watabaki nje ya msikiti baada ya swala ya Isha. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به على نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب، فنسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رب الناس أنت مذهب البأس، يا ربي أذهب البأس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. فنسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، وارفعنا ولا تضعنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم وما قضيت لنا من الأمور فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا.
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.